Katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM CPA Amos Makalla amekemea vikali vitendo vya baadhi ya viongozi wa kamati za siasa ngazi za wilaya na mikoa kuachana na tabia za kuwabeba wagombea na kuchukua tahadhari kubwa na kujiepusha na kamati za fitina ambazo lengo lake ni kubomoa na sio kujenga. Makalla ametoa onyo hilo wakati wa mkutano mkuu maalum wa jimbo la Kibaha mjini kwa ajili ya utekelezaji wa Chama cha Mapinduzi CCM kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2020 hadi 2025 ambao umeandaliwa na mbunge wa jimbo hilo. Hii ni GNTV, mimi ni Gideon Mtani. Lengo letu la chama ni kuhakikisha kwamba panakuwepo na nidhamu, kuheshimu kanuni, kuheshimu taratibu zetu za uteuzi ndani ya chama chetu. Kwa hiyo inapotokea sisi viongozi, uwe wa mkoa, uwe wa wilaya, tunakuwa na upendeleo, hatuwezi kutenda haki. Na wakati mwingine, niseme nisiseme, kuna viongozi wanatembea na orodha zao, iwe kwenye kata, iwe kwenye wilaya, kuhakikishia watu 3 bora kwamba nitafanya ninalofanya. Wewe bwana, kwenye 3 bora hilo usiwe na wasiwasi. Kwa watoto wa mjini wanajua, msiahidi sana, nyie sio waamuzi wa mwisho, mkeka utachanika huo. Lakini ndugu zangu, naomba tujikite katika jimbo letu la Kibaha mjini. Katika upande wa afya, zahanati zimeongezeka kutoka 14 hadi 18. Bogotimiza, Soku, Mkuza, Saheli zilijengwa kwa takribani milioni 584. Vituo vya afya vimeongezeka kutoka 1 hadi 3. Kongowe na Pangani vikamilika kwa gharama ya bilioni 1.1. Ambulance zimeongezeka. Tulikuwa na ambulance 1, lakini katika kipindi cha miaka 5 sasa tuna ambulance 5. Lakini vitambulisho vya wazee vimeongezeka kutoka 3 kufikia 8200. Lakini bilioni 6.8 zimetumika katika kuimarisha, kuboresha na kuupgrade hospitali yetu ya rufaa ya mkoa pale Tumbi, na ninyi wote ni mashahidi kwamba sasa huduma ambazo kwa zipatikane pale zinaendelea kupatikana. Elimu ya upande wa elimu ya msingi, shule mpya 9 za msingi zimejengwa kwa jumla ya bilioni 2.4, ikiwemo Muheza, Mkoleni, Madina, Zegereni, Soku, Amani, Kanesa, Saheli na Mtakuja. Bweni la wanafunzi wenye mahitaji maalum limejengwa shule ya msingi Kanesa kwa milioni 165. Walimu wameongezeka kutoka 788 hadi 1065 kwa maana ya ajira. Kwa kweli kwa ujumla tunamshukuru Mheshimiwa Koka, especially katika jimbo letu la Kibaha mjini. Tunamshukuru sana. Tukiangalia sana kwa upande wa sisi wanawake kwa sasa, kwa kweli tumeinuliwa kwa kiwango kikubwa sana. Tulikuwa tunapata changamoto nyingi, kuchota mikopo, lakini kwa vile ametugusa kwa kiasi kikubwa sasa hivi tumekuwa ni msaada mkubwa sana kwa mheshimiwa wetu mbunge jimbo la Kibaha mjini. Kwa namna ya pekee ni mshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Hassan Suluhu, mbunge pia wa jimbo la Kibaha mjini, kwa namna ambavyo wameweza kutekeleza ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020 na 2025. Ni kwa namna ya pekee wananchi wa Tanzania kwa ujumla mjione na mjisikie na viongozi ambao wanaifanya nchi yetu iwe na uhuru na amani.